Ya, kwa majina mimi naitwa William Jahom from Kenya. So, watu wa Tanzania, unajua kwa nini watu wa Tanzania wengi wanalalamika? Watu wa Tanzania wengi hawalalamiki bure. Watu wa Tanzania wako na shida sana. Lakini ni waoga, hawataki kuongea. Hawataki kuongea. Na kwa nini watu wa Tanzania hawataki kuongea? Wanatekwa nyara na mapolisi. Ukisikizwa unaongea vibaya kuhusu serikali, unatekwa nyara. Ukishatekwa nyara, the following day, yani keshowe, unapatikana kama umekufa. So watu wa Tanzania mko na shida mingi. Shida ya kwanza, watu wa Zanzibar ndio maisha yao iko sawa. Kwa nini maisha ya watu wa Zanzibar iko sawa? Unapata ya kwamba Zanzibar bidhaa zinauzwa huko Zanzibar, chakula, vyombo vya nyumba, yani vitu mingi. So ukienda Zanzibar, bei za vitu ni rahisi. Bei za vitu ni rahisi. Alafu unapata ya kwamba Zanzibar, magari za Zanzibar ziko tofauti na magari za Tanganyika bara yani. Ndio nauliza, kwani watu wa TRA, Tanzania Revenue Authority wa Zanzibar wako tofauti na watu wa TRA, Tanzania Revenue Authority wa Tanganyika bara? Wako tofauti? Kama hawako tofauti, shida ni nini inaendelea Tanzania? Kwa sababu watu wa Zanzibar wako na maisha nafuu kushinda watu wa Tanzania, watu wa Tanganyika bara. Shida ni nini? Shida ni nini? Alafu kama mtu wa Tanganyika, mtu wa bara anataka kwenda Zanzibar, unaenda kutafuta barua ya mzee wa mtaa, barua wa chifu, ndio uende Zanzibar. Alafu unaulizwa hapo kwa mzee wa mtaa na chifu, unaenda kumaliza siku ngapi ndio rudi Tanganyika. Ukiruhusiwa kwenda, lazima ukuwe na stakabadhi kama kitambulisho na hiyo barua. Na kwa polisi pia umetoka. Hizo stakabadhi ngapi? 1, 2, 3. Kitambulisho, barua ya chief, barua ya mzee wa mtaa, barua ya chifu, barua ya polisi, ndio uende Zanzibar. Ukifika Zanzibar, unaripoti nimekuja. Unaripoti kwa mzee wa mtaa, unaripoti kwa chifu, unaripoti kwa polisi. Nimekuja Zanzibar, nataka kumaliza siku fulani ndio nirudi Tanganyika, nirudi Tanga. So watu wa Tanzania, shida ni nini? Kama kutoka Tanga yenyewe, kutoka Tanganyika kwenda Zanzibar ni shida. Shida kabisa. Ni shida. Alafu mnaambiwa mlipata uhuru mwaka 1961. Watu wa Tanzania, nyinyi ni wafungwa. Mmefungwa kabisa. Mmefungwa kabisa, mmefungwa. So watu wa Tanzania, inafaa muamke, mseme imetosha. Mambo imetosha. Yani enough is enough. Amkeni, mseme enough is enough. Abadilishe katiba, Hassan Suluhu. Abadilishe katiba, na huu muda kidogo umebaki kabla watu hawajaendelea. Kama watu hawajafika wakati wa uchaguzi, abadilishe katiba. Ndio Tanzania itakuwa sawa. Unajua watu wa Tanzania hamko free, hamko huru. Hata kukuja Kenya ni shida.
Hamko huru kabisa. So badilisheni katiba ndio kila kitu ikuwe sawa. Asanteni sana.